nitakupo. Yaani nikifungwa na Simba mimi nitahamia Simba. Mtu uluka mtaalamu, yani uluka Yanga. Yaani mimi siku ya Simba na Yanga inakuwa kama vile sikukuu. Yaani mimi nikimpiga mnyama yani hata ukinigeia yani ugali na picha ya Yanga yani mimi nashiba yani. Yes, bana leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hayawi sasa yamekuwa kuelekea Kariakoo Derby, yani Simba na Yanga kwenye ufunguzi wa ligi yetu ya NBC Tanzania Bara. Derby ya Kariakoo. Na hapa leo niko Tandale. Uliniambia nikutafute kabla ya tarehe 13, kabla ya tarehe 12 uliniambia nikutafute, na baada ya tena ya tarehe 12 nimekutafuta. Unazungumziaje usajili ambao umefanyika na Yanga, tukimzungumzia Selemani Mwalimu Gomez? Shukrani sana ndugu mwandishi, nashukuru kukutana tena kwa awamu nyingine. Yale nilokuambia, bado tunaendelea Yanga kufanya umafia. Nadhani mwenyewe unaona, sio hadithi, tunafanya umafia. Unajua ukitaka kujenga nyumba unajenga nyumba yako afu unabomoa na ya jirani kwanza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwanza umebomoa nyumba ya jirani kwenye usajili wa Selemani Mwalimu Gomez. Alafu nimejenga ya kwangu na nazidi kujenga ya kwangu. Kwa hiyo nataka kuniambia Selemani Gomez ni mchezaji mzuri kiasi hiko mpaka mtani wako anakosa furaha? Nafikiri watu wengi wamfuatilia Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu alianzia Zanzibar, alifanya balaa sana. Akaja Fountain Gate. Ndo akamwona Wydad Casablanca, akafanya jambo pale, akaenda Wydad, ndo Mtanzania wa kwanza kucheza FIFA. Mtanzania wa kwanza kucheza FIFA, Selemani Gomez. Twende kazi kidagaa. Nasema hivi, Selemani Mwalimu ndio mchezaji wa kwanza Mtanzania kucheza ligi ya kidunia. Unamsikia lakini huko? Asante. Unajua ni kama afuatilii, na kati bwana Samata amecheza akiwa na Mazembe, walienda kucheza mpaka na Inter Milan akiwa anacheza. Sasa ni kama yeye ameanza kufuatilia tujuzi. Hafu huyo Selemani Mwalimu, yani kama unajua mwalimu mwenyewe kabisa, kocha alikuwa anamwanzisha dakika 70, maana yake ni steka amekuja dirisha kubwa, kafunga steka, kafunga goli 9, anashindwa na kiungo aliyokuja dirisha dogo. Hasa leo unasema eti Simba inakuwa labda ni mtegemeo. Yule sio mtegemeo, bali yule tuliletwa kwa mkopo na tukaendelea kumwomba kwa mkopo. Kama yani reserve aendelee kuwa kama reserve, lakini sio kusema ni Simba amemchukua Selemani Mwalimu useme mashabiki wa Simba au viongozi washtuke. Yani kwanza unajua viongozi wa Simba, ndio maana nakwambia Simba bana, kwanza kabla ya kuendelea, huku Yanga huku Simba, twende kazi. Ili ujue viongozi wa Simba wana degree. Yaani wamepiga thamani ya ile hela kwa Selemani Mwalimu. Huyu anakosa magoli. Hao wana Yanga ndio wanatuambia steka gani huyo? Anakosa magoli. Afu ile thamani iliyowekewa hana uwezo wa kuwekewa hiyo. Hasa kama unamwekea Selemani Mwalimu ile anakosa magoli vile, thamani kama hiyo hapo. Na huyo nani Asset Yaula Alibase Gwei. Maana yake kuna watu ungekuwa umemchukua ungesema umeshtua mtu. Umemchukua Alibase Gwei, tungesema kweli umemchukua Asset Yaula, Eli Mpanzu, lakini hawana uwezo. Tunachukua mchezaji sio kuwa na uwezo. Kwa hiyo nataka kuniambia kwa Selemani Mwalimu pale hawajapunguza kitu chochote upande wa ushambuliaji, nafasi ya ushambuliaji wa Simba. Hawajapunguza, ndio maana msimu mzima kamaliza na goli 9, afu ndio steka alikuwa anategemea, maana yake alikuwepo steka yeye na Soa. Baada ya Soa kuondoka tukamtegemea yeye, lakini Mwalimu kila anachompa akaona ampi, ndio maana akanamweka dakika za 70. Maana yake muulize kama ingekuwa kweli steka wewe anayotegemewa, si ndio alibaki peke yake, ndio anatakiwa awe anacheza, lakini bwana kwa kucheza dakika 70. Maana yake Mpanzu ndio alikuwa ni bora kuliko yeye, ndio maana hajatushtua hata kidogo kwa mashabiki wa Simba hadi viongozi wa Simba. Ndio maana tuna enjoy, tuna fresh, tukutane leo Zanzibar. Usajili wenu haujasumbua chochote, umemsikia lakini? Namwambiaje, Selemani Mwalimu ndo Mtanzania wa kwanza kucheza club, yani kucheza kombe la dunia ngazi ya vilabu. Yeye anabisha nini? Ana ubovu gani Selemani Mwalimu? Anazungumza na goli 9, afu leo anamkataa. Ni Mtanzania ambaye anatuwakilisha. Kacheza Ulaya, kacheza. Unasema Selemani Mwalimu sio striker. Kwa hiyo leo mnataka kutuambia nini mashabiki wa Yanga? Unawaambia nini mashabiki wa Simba? Tumepiga kwenye mshono, tumepiga mshono. Wenzetu wametuambia hela ziko benki, sisi hela zetu ziko mfuko wa shati. Kumekuwa tofauti kidogo. Nadhani jana uliona walikuwa kwenye kambi yao. Kwa hiyo utofauti kati ya tajiri wa upande wa huku na upande wa huku, tajiri wa huku anaweka hela upande gani? Sikai benki, mwanaume hela anaweka mfuko wa shati. Mwanaume aongei sana. Kauli zake ni ngapi? 2 tu. Yanga bingwa. Umemsikia mtani wako? Nimemsikia. Hayo maneno tushazoea kwao kuongea. Umeona, ndio maana kama angekuwa kweli anaenda kuchukua wale mastafu
Kwa nini anatuletea staff? Yes, kweli si wapo wachezaji. Wewe Sheikh yule unamwona kabisa yule staff juzi kacheza, unaona kabisa staff. Akamleta imamu wa msikiti Saudi Arabia yule pale. Si imamu kabisa, unamwona kabisa eti anakuambia ndio stake. Wewe unamwacha Dube, unaenda kuleta yule imamu. Yaani unamwacha Dube unaenda kuleta imamu wa alikuwa anafundisha madrasa. Eti ndio tajiri. Unaenda kuchukua imamu aliyofundisha madrasa Saudi Arabia ndio anakuja hapo. Kwa nini si bora ungebaki na Dube kuliko umwache yule Dube yule pale? Wameshindwa na hela, ndio maana wale pale wamemsajili. Maana yake angekuwa na hela singekuwa analeta. Ndio maana wanaposema tajiri aongei, lakini tunaona anavyoleta analeta nini? Wasafu wewe Shauri yule kama ile unaona tajiri. Shauri yule si ameachwa, muulize. Shauri yule alikuwa na mkataba pale Mamelodi. Angalia yule ustazi wamemleta. Ustazi alikuwa na mkataba wapi? Sasa unatuambia tajiri aongei. Kwa wachezaji gani analeta? Angekuwa tajiri, tungemwona Dube ndio kawasaidia asilimia kubwa. Kwa hiyo usajili wote ule bado tajiri anadaiwa pale Yanga. Sasa kwa wale wachezaji kwa ndani huko, kwa maana ile Yanga kwa ligi ya ndani kwa wachezaji, hata ukimchukua Mangosi unaweza kuchukua ubingwa, lakini sio kwa klabu bingwa. Umlete yule ustazi, umlete yule Mustafa, ukwambia bila enda klabu bingwa nusu finali. Hawa anawaongopea mashabiki zao. Lakini wana Yanga wenyewe wamesema wamefurahi na huu usajili. Kufurahi ni uhakika. Yanga Afrika kufurahi ni uhakika bwana, katika kitu ambacho kimenifurahisha ile ushai kuiona asubuhi ya baraka. Asubuhi ya baraka naijua. Yaani ndio unastuka tu mtu huyo hapa. Katika kitu kimenifurahisha Mwalimu kuja Yanga. Kwanza Mwalimu, tunazungumzia Mwalimu ni striker ambaye alikuwa anatumainiwa Simba, ni mshambuliaji ambaye alikuwa na magoli mengi pale. Kabla hujaendelea anakataa. Akatae kwa fakti namba 9 gani ambaye au mchezaji gani Simba ambaye anaongoza kwa magoli mpaka msimu unaisha mwaka jana? Asante. Hivi kweli mtangazaji, yani kweli unasema Steka unamtegemea? Kwa mfano alivyokuwa labda Mayele Piramidi, hivi Steka anaingia dakika 70. Yani kabisa unamtegemea. Maana yake sisi tulikuwa tunamtegemea Eli Mpanzu. Ndio maana nikakwambia wangekuwa kweli tunajua tajiri ana hela, angeenda kumchukua Libase, angeenda kumchukua Asset Yaula, angeenda kumchukua Mpanzu. La sasa Selemani Mwalimu kwanza sisi wala mimi siwezi kulalamika. Kwanza Selemani Mwalimu sio mchezaji wetu. Alafu kwa kiwango alichokiweka na uwezo wake alioonyesha Simba msimu mzima, Simba wana degree, hawezi kutoa hela kwa mchezaji kama yule. Hivi unaangalia kabisa Selemani Mwalimu mara nyingi sisi wenyewe sio hao na Yanga ndio walikuwa wanatuambia sisi tunalia kila siku na Selemani Mwalimu anakosa magoli, alafu leo sisi tukatoa hela kama zile pale sijibi moja kwa Selemani Mwalimu. Hiyo hela ni ya kuchezea. Mtani kamkataa Selemani Mwalimu, anasema hela yake bora akanunulie mashabiki supu. Hana fakti. Yo tumemfunga mara 6, alikuja kuvunja rekodi ya kufungwa mara 6 Selemani Mwalimu katufunga Zanzibar. Leo naongea hivyo mara 6 mfululizo umefungwa. Alitufunga sie Yanga Afrika ni Selemani huo mwaka jana. Leo nasema huyo kwanza ukiangalia CV yake mwamba. Alichozungumzia ubwana ni kitu kizuri kwamba sio mchezaji wao, hiyo ndio fact. Sio alikuwa sio wao. Kwa hiyo si waume kwa sababu alikuwa sio wao. Lakini asiseme mchezaji mbaya, mchezaji mzuri, namba zinambeba. Ukiacha namba, rekodi zake ambazo amezitoka nazo huko alipotoka Wydad mpaka anakuja kucheza huku Tanzania. So Yanga Afrika yenyewe tulishangaa. Huko Kidagaa mnamuonea mwenzenu, naomba shabiki mwingine wa Simba hapo. We Yanga, nataka shabiki mwingine wa Simba. Unampata yule kule? Mpati. Kwa hiyo tunafanyaje tumpate sasa? Naona mashabiki wa Yanga wamekuwa wengi, wa Simba wamekuwa wachache. Twende kazi. Tetea wenzako ndugu yangu. Tupo. Yaani wewe bado hujaelekeza maiki yako kwetu sisi. Si ndo wadau wenyewe wa mpira, sawa bwana? Nilikwambia huu usajili naona wana Simba wengi, amini wana Yanga wengi wanasema kwamba wamepiga kwenye mshono usajili wa Selemani Mwalimu. Wewe unazungumziaje? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho kwa sababu gani? Unajua Selemani Mwalimu ni mchezaji tu wa kawaida. Sawa bwana? Hapa ashakuja mastreka kibao hapa. Si ndio bwana? Hata Yanga wenyewe nazungumzia tu kwa swala lao kidogo na mimi upande wao kwanza. Ashakuja Elite Makambo. Sawa? Ndio. Akaja mtu mmoja Fitauni Kalele Mayele. Si ndio bwana? Alifanya makubwa hapa tukiwa tupo nao. Si ndio bwana? Macho tuko nao. Sasa Selemani Gomez unavyosema sio wewe, mchezaji wa kawaida tu, striker wa kawaida. Striker wa kawaida. Kwa hiyo Mtani anatoka? Anatoka vipi? Goli ngapi? Anatoka vipi kwetu sisi? Mtani anatoka? Chezea hizi. Mtani anachezea goli 2 dhidi ya Yanga. Unakubali unakataa?
Yani hilo sio la kuuliza. Hata ukileo ukisikia wachambuzi wote, asilimia kubwa amepewa Simba. Maana yake hata ukiangalia kwenye gobeti, Simba ndio kapewa asilimia ya kushinda, kwa maana kutokana kwanza rekodi za kocha amekutana, sijui Mandonga sasa, huyo kocha Yanga jina lenyewe gumu kulitaja, Mankoba amekutana na kocha Beka mara 9, kachezea za uso mara 5, sare mara 4. Maana yake bado kirekodi bado Beka yuko juu, yani Beka bado ni mwalimu, tusije tukakimbiana. Ni kweli, alafu huyo Beka asha kumfunga akiwa kwenye timu bora hiyo nani Mamelodi, yeye akiwa kocha, si ndio alipomfungia virago fainali kapasuka. Yani timu ya kawaida alikuwa nayo Beka. Umesikia huko kiongozi chifu hapo, umesikia huko leo eti Mankoba aje kumfunga Beka. Naongea na wewe yake Beka bado mimi nimesikia ni hawa hapa hawatoki, yani watu wangu. Kwanza kwa mfumo wetu, yani kama tunamwanzisha Okelo pale mbele alafu tena na Sharulile, yani hawa watoki, yani kulia tunamweka Maxi, kushoto tunamweka Okelo, kati tunamweka yule mtu kutoka nani Ufaransa, alafu tena pale nyuma yake yani tunamweka nani, uliza, kuna mtu mmoja anatoka Zambia anaitwa nani yule Zukuani. Mimi nitakupa, yani nikifungwa na Simba mimi nitahamia Simba. Akifungwa na Simba anahamia. Jamani, tutamfuata baadaye. Kwanza mimi namshukuru mamangu alivyonizaa shabiki wa Yanga. Angenizaa shabiki wa Simba ningekuwa kama huyu hapa. Ukimaanisha nini? Yani mimi yani nikiangalia Yanga kwa wiki mara 2 yani mwili unarudi. Mmesikia? Mmesikia jamani? Sasa tumesikia, ndio maana siku zote sisi hatubishana. Ndio maana ukiangalia ni wewe Yanga, wewe kabisa Yanga leo uje ulinganisha na Simba. Ndio maana Simba wewe uliza, hata ukiangalia kimataifa, angalie timu iliyokuwa kwenye misimamo. Yaani unajua Yanga ni kama genge la wauni tu. Maana yake ni kama chama cha CCM. Hata uangalie leo unakuja kuambia leo unamaanisha eti Selemani Mwalimu huyu jirani yangu niko naye pembeni. Kwa nini kuniambia Yanga wanafanya siasa za mpira? Hizo ni siasa. Sasa Sharulile sikastaafu. Yeye unaenda kuchukua mchezaji amestaafu na mrudisha uwanjani. Sasa Sharulile sikastaafu. Muulize Sharulile mara ya mwisho kucheza mpira lini? Maana yake alikuwa ameshastaafu. Yanga ndio amemrudisha kwa siasa za mpira. Wewe wenzako anaenda kuchukua mchezaji wa miaka 23. Wewe unachukua mchezaji wa miaka 43. Ili vitu viwili tofauti. Sharulile ana miaka 43. 43 ile 33 ni ya pasipoti. Lakini halali miaka yake ni 43. Sharulile. Chama kasoma na baba yangu mzazi, yani darasa moja, yani mimi namjua maisha yake yote Chama. Yani huyu hapa anafuatisha nini, uliza. Ona huyu hapa anafuatisha nini? Yani huyu hapa kama akishabikia Yanga ni kwao hali. Ushawahi kukaa Zambia? Mimi si nimesoma kule Zambia, babangu alikuwa anafanya kazi kule. Kwa hiyo Chama kasoma na baba yangu, yani darasa moja. Huyu ushabiki wake anamuogopa babake. Yani huyu Yanga hata sura yake muangalie. Yani huyu akishabikia Yanga kwao hali. Wanamnyima chakula. Ina maana hii timu amelisi. Hapo alipo yani anasikia kiu, hata kinywa maji katika karai kiu haikatiki. Umesikia maneno hayo mtani? Kwa hiyo ndio maana tunajiamini. Angalia kwa leo ni mchezo, leo wamevaa nguo kama anaenda msibani. Maana yake leo ni msiba wa Yanga. Ndio maana leo wamevaa nguo nyeusi. Muulize mwana Yanga hata mmoja leo vaa jezi. Maana yake hawajiamini na matokeo leo. Ndio maana nakwambia leo tukutane, kesho tulikwambia tarehe 13 tukutane pale. Tutawatafuta. Tutafute. Maana yake mpaka leo unaambiwa Kidagaa anataka akujibu huko. Kidagaa anataka bato na wewe. Mimi naitwa Uluka mtaalamu, yani Uluka Yanga. Yani mimi siku ya Simba na Yanga inakuwa kama vile sikukuu. Yani mimi nikimpiga mnyama yani hata ukinigea yani ugali na picha ya Yanga, yani mimi nashiba yani. Kulikoni hata unigea ugali na nyama ya kuku. Yani mimi nikimpiga Simba, wewe niwekee picha ya Yanga tuna ugali, yani wote unaisha. Kawaida. Ndio maana hata Fem limpa ugali na sukari. Sasa hivi unaona kama Yanga wanajizilisha. Fem mwenyewe alimpa ugali na sukari. Ndio maana huyo alimpa ugali na sukari, wanamlilia tena arudi kwao. Na alishaambia mimi siwezi kucheza Yanga, labda engineer aondoke, lakini leo anakuambia leo unaambiwa sasa leo za ndani. Leo watamuona jukwani, sio kucheza. Mimi nilivyokuwa mdogo nilikuwa naangalia picha za wanyama. Sasa mimi naangalia mbona wanyama, mbona Simba mwanaume, mbona hata kamati wanyama? Yaani huyu kama ana ushahidi anaonyesha hata picha, ni Simba mwanamume anamkamata swala, mimi nahamia Simba. Lakini Simba mwanaume sio kazi yake kuinda. Kwa hiyo ndio maana Simba mwanaume sio mkali, yani hata timu yao yani timu ya kike ndio kali. Kwa maana hiyo hawa Simba wanaume yani hawa sisi yani ni vibonde wetu. Kwa sababu yani tangia mimi niko darasa la 7 tumemfunga Simba la 6 form 1, form 2, form 3, form 4 mpaka leo yani. Huyu kwa nini yani? Angalia mimi nikiangalia Yanga mara 2 kwa wiki mwili unarudi.
Angalia huyu alivyokuwa na vidonda vya tumbo. Lakini anaonekana na mwili mzuri kabisa. Yaani wewe uongea wewe, labda ataongea. Mimi na yeye tukisimama anaonekana kabisa wewe mfanyakazi wangu. Maana yake ndio mimi leo nimevaa jezi. Muulize madera yao ile pale, hata ameshindwa kununua jezi. Lakini pia kwa nini hujavaa jezi ndugu yangu, na wakati leo ni siku yako, umesema ni sikukuu? Yaani mimi hata kama nimeumwa nimelazwa, yaani usinunue matunda utapata tabu ya bure yani. Wewe niletee picha ya Yanga tu nionyeshe hivi tu. Viongozi wanajua kama kuna watu wanaipenda Yanga kiasi hiki? Yaani mimi ninavyopenda Yanga, yaani hadi kikombe changu, mswaki, ndala, shuka, yaani hadi mswaki wa njano. Na 10,000 ya njano muulize. 10,000 ya njano. 10,000 ya njano, damu yake ya njano. Maana yake Simba hata usipoipenda utaitumia damu yake nyekundu. Kidagaa una cha kuongezea hapo, umesikia maneno huko? Mimi nitoe ushauri kuhusu mtani wangu. Tunaenda kwenye dabi saa 2 nadhani. Na kuahidi ndugu mwandishi, tukutane viwanja hivi ili uone tunamfanyaje mnyama. Takufuata Tandale kwa Mtogole. Baba toa hela ikai benki, mtandao unasumbua NMB. Wiki nzima wanaume hatujatoa hela. Hela inakaa mfuko wa shati baba. Shua mnamalizana nao. Unaona tunapopita nao. Na mmewa surprise. Angalia t-shirt. Toa nini? Toa hela. Sasa toa nini? Sasampa. Muona dogo anavyotoa hela pale kwenye t-shirt. Toa hela. Nimemwona ametoa mwekundu wa Msimbazi hapa. Mwekundu wa Msimbazi kwa kujiamini timu yangu. Mimi nataka anilie 10,000 yangu na yeye aweke. Haya sasa. Simba mimi leo anashinda. Weka kitu Kidagaa. 10,000 yako. Weka Kidagaa. Uwezo wangu. Watu wamepanda dau hapa. Haya. Hizi hapa. Hizi mimi nashika hizi. Toa hiyo mimi sikujua pale. Mimi na 10,000 mimi nataka huyu aweke jiwe. Umesikia? Haya kashaka 10,000 yake. Mimi wapo. Mimi nataka aweke jiwe. Hapa sisi tunataka watu wawili, si ndio? Hii umeongezea kwa Simba, si ndio? Kwa haya sasa hapa Yanga itabidi mpande dau. Yanga itabidi mpande hapa. Hii ni 20,000. Jamani, hii ni shilingi 40,000. Jamani, asilie mtu. Hapa anaaminika nani hapa? Anayeaminika hapa? Mwenyekiti. Nani mwenye kibanda cha nani? Sisi tunaenda kuweka pale. Jevano unatupata? Ngoja tukaeke kwanza tukafunge kizizi alafu tuendelee.